I hope uko poa mtazamaji wa Sports Fact TZ. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Sasa mara baada ya kelele nyingi na prokoshani za masuala mazima transformation kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na baada pia waziri wa habari, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Makonda kuingilia kati swala hilo na kumwagiza msajili kutokea Baraza la Michezo Tanzania BMT kwenda kufuatilia mchakato mzima wa swala hilo na kuhakikisha pia unakamilika kwa wakati. Bana, siku ya jana msajili wa Baraza la Michezo Tanzania BMT alizungumza na vyombo vya habari kubwa zaidi, akitolea ufafanuzi juu ya kukamilika kwa katiba ya Simba ambayo waliwasilisha na maboresho ambayo walihitaji kufanyika juu ya katiba hiyo. Na kwa sasa mchakato wa katiba ukiwa umekamilika rasmi, na katiba hiyo mpaka hivi sasa inatambua kwenda kuwapa nafasi sasa wanachama wa Simba kwenda kuown asilimia 51, lakini kwa mwekezaji kwenda kuown asilimia 41, lakini ikitambua pia wawekezaji kuwa zaidi ya mmoja, nikimaanisha wawekezaji watatu. Na baada ya kuzungumzwa hao, yamezuka mambo mengi ambayo yamezungumzwa kwamba hatima ya Mo ni ipi sasa kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Je, ataendelea ama ataamua kung'atuka na kuachia wawekezaji wengine ambao watapata nafasi kuhusiana na swala zima la transformation ya Simba. Sasa kusichokijua kuhusiana na faida ya transformation ni ipi? Kwanza, faida kubwa ya transformation kwa klabu kama Simba ni udhabiti wa kifedha, yani kuvutia wawekezaji wakubwa ambao watakuja kuweka pesa ndefu. Nafahamu Simba tangu kuanzishwa kwake mpaka hivi leo wamekuwa chini ya mwekezaji mmoja ambaye ni Mohamed Dewji, ambaye ilikuwa inawapa pia wakati mwingine ugumu kutokana na mwekezaji anapopitia collapse ama anapopitia changamoto, na klabu pia inashindwa kuwa na uchumi wa kujitegemea yenyewe. Transformation inakwenda kufungua uwanda wawekezaji zaidi ya mmoja kwenda kuwekeza ndani ya klabu ya Simba na kuwapa nafasi kubwa zaidi wao kucompete kwa ajili pia ya kuona nani mwekezaji ambaye atawafikisha kwenye malengo yao. Lakini pia mapato ya ndani kuongezeka, nikimaanisha masuala mazima udhamini, tiketi pamoja na bidhaa rasmi za klabu ambazo zitauzwa moja kwa moja, itakwenda kufungua uwanda mkubwa zaidi kwa klabu kwenda kuongeza pato lake kupitia wanachama pia. Moja kelele zilizokuwa zinapigwa nyingi ni kuhusiana na ukomo wa wanachama ambao ulikuwa unawafunga hivi Simba kuweza kuvuna pesa ndefu kupitia wanachama. Nafahamu vilabu vya Simba pamoja na Yanga vina idadi kubwa sana mashabiki, nikimaanisha fan base takriban mashabiki zaidi ya milioni 10 utawakuta ni wana Simba, na mtaji wa mashabiki milioni 10 kama unawageuza kuwa wanachama hai na wanalipa ada wanachama, inakuwa ni faida kubwa sana kwa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia miundombinu bora, ujenzi wa miundombinu bora imekuwa ni kilio kikubwa zaidi kwa klabu hii ya Simba, kuwa na uwanja na kituo cha mazoezi cha kisasa, lakini pia kuimarisha academy na kuzalisha vipaji vya muda mrefu. Moja ya malengo ambayo yamekuwa kipigwa kelele kwa wakati mkubwa zaidi ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kukosa miundombinu thabiti miaka mingi, Simba wakiingia kwenye hatua kubwa kama fainali ya kombe la shirikisho, lakini pia robo fainali za klabu bingwa barani Afrika na kuvuna pesa ndefu, lakini wamekuwa wakiuza pia wachezaji ambao msimu huu tu wakiuza Kibu Dennis, lakini pia wakimuuza Jean Charles Ahoua, lakini bado wekundu wa Msimbazi Simba na mashabiki wao wamekuwa kitamani kuona viwanja ambavyo tawapa nafasi klabu kama klabu kuweza kucheza mechi zake wakiwa comfortable, lakini pia miundombinu ya viwanja vya mazoezi na academy bora iliyosimama kwa ajili ya kuzalisha vipaji kama ambavyo nchi za wenzetu zitaweza zinafanya kwa siku za hivi karibuni kupitia vilabu vikubwa. Lakini thamani ya brandi Simba kwa hivi sasa ni brandi kubwa Afrika Mashariki, na imeshindwa pia kusimama ile brandi yake kuwa kubwa zaidi, nikimaanisha kuwa hata na private jet, masuala mazima ya safiri, lakini pia brandi yake kuuzika kimataifa zaidi kwenye mauzo ya jezi na bidhaa rasmi ambazo zitakwenda sasa kupatiwa mwafaka kupitia
masuala mazima ya transformation, mauzo ya jezi. Nafahamu amekuwa akiingia ubia na baadhi ya makampuni kwa ajili ya kusimamia swala hilo, lakini kufanya transformation kuna kwenda kufungua uwanda mpana kwa baadhi ya kampuni wao kuoni masuala mazima ya mauzo ya jezi kwa mkataba mnono, lakini pia bidhaa rasmi za klabu ya Simba ambazo inaweza zikawa zinatumika kwa ajili ya kuingiza kipato cha klabu. Lakini nini hasa madhara kama klabu itaamua kuingia kwenye masuala mazima ya transformation bila kufanya maandalizi ama kuto kujipanga vizuri? Kwanza ni msukosuko wa ndani, nikimaanisha internal conflict, migogoro kati ya uongozi wa zamani na mfumo mpya. Inaweza ikajitokeza mgogoro kutokana na mfumo uliokuwepo, baadhi ya viongozi wa zamani kushindwa kunufaika na mfumo mpya. Inaweza ikaleta internal conflict kubwa zaidi kwa ndani ya klabu ya Simba kama wataingia kwenye mfumo wakiwa wajajipanga kuanzia kwenye swala zima la uongozi utakao kuwepo. Lakini pia mashabiki kugawanyika, kuwepo kwa matabaka mashabiki wanaounga mkono na ambao wanapinga mfumo wa mabadiliko. Lakini pia kukosa shinikizo la fedha, gharama kubwa za uwekezaji bila mpango na udhabiti. Nafahamu unapokuwa na uwekezaji mkubwa lakini kukosekana kwa mfumo dhabiti wa kusimamia uwekezaji huo, unaweza ukawa ni changamoto kubwa zaidi na kujikuta timu ikiingia kwenye madeni makubwa ambayo yanaweza kaongezeka na kushindwa pia kujisimamia vema. Ukirejea kwenye klabu ya Manchester United, ni timu ambayo kibiashara inafanya vizuri lakini madeni yamekuwa kiongezeka. Yote ni kukosa pia usimamizi mzuri wa mpango wa udhibiti wa fedha na uwekezaji ambao pia kubwa zaidi ni maamuzi ya kibiashara kuzidi maamuzi ya kisoka. Kama Simba wataingia kwenye swala zima la transformation na kushindwa kuweka mpango mzuri bila kuwa na utayari wa baadhi ya viongozi, inaweza ikawa ni sehemu ambapo Simba itageuka kuwa biashara kuliko kuwa na maamuzi makubwa kisoka. Nafahamu platform ya Simba imeanzishwa kwa mlengo wa masuala mazima ya kimichezo, kukuza brandi ya Simba kupitia michezo. Unaporuhusu transformation, inaweza ikatokea pia baadhi ya kampuni zinazoingia hapo kulenga faida zaidi ya kimaslahi ya fedha bila ya kuwa na maamuzi makubwa kisoka na kuua pia brandi ya Simba kwenye swala zima la soka. Kwa hiyo wanapoingia kwenye issue transformation, Simba wanatakiwa kwenda kulinda brandi ya maamuzi ya kisoka kuliko maamuzi ya kibiashara ambayo yana uwezo wa kwenda kupoteza identity ya klabu na kuifanya klabu kushindwa kufanya vizuri kwenye swala zima la mpira wa miguu. Lakini mashabiki kuhisi utamaduni wa klabu unapotea. Kama Simba watangamua kuingia kwenye transformation wakiwa hawajajiandaa dhahiri shaili, baadhi ya mashabiki watagawanyika na kuhisi utamaduni wa klabu, mafanikio ya klabu kwenye soka yanakwenda kupotea na kushindwa kuwa na maamuzi makubwa kisoka na utamaduni wao kama klabu kwenda kupotea na kuleta mgawanyiko mkubwa zaidi. Lakini shinikizo la viongozi, lawama nyingi kwa viongozi na hali ya sitofahamu kwa wanachama inaweza ikawakumba kama watangamua kuingia kwenye swala zima la transformation bila kujipanga. Huenda lawama nyingi zikatupwa kwa viongozi ambao walipelekea mfumo huu kwenda kutimia. Lakini mara nyingi mabadiliko makubwa huwa na maumivu ya mwanzo kabla ya mafanikio. Kwa mashabiki wa Simba wanapaswa kutambua ni kwamba transformation huwa inakuwa na maumivu nyakati za mwanzo, hasara nyingi, lakini kinachotakiwa ni kuwa na muunganiko kwa wote na kumpa nafasi pia mwekezaji wa zamani ambaye ni Mohamed Dewji Mo kwenda pia kuwa sehemu ya wekezaji wa klabu ya Simba. Sioni shida, napata hofu kwamba kama Simba itangamua kutoendelea na Mohamed Dewji, itakuwa ni fursa ambao Simba watakuwa wanapotea, kwa sababu Mohamed Dewji nje tu ya kuwa mwekezaji ni mwanachama pamoja na mpenzi kindakindaki wa Simba. Ana mambo mengi ya kushauri namna gani ya uwekezaji utakwenda vizuri, namna gani ambavyo Simba itapiga hatua kupitia mfumo mpya wa transformation. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment mtazamaji.